Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu, kwa sababu chaneli yetu inaangaliwa na Waislamu na inaangaliwa na wale ambao wasiokuwa Waislamu. Ndugu yangu, leo mada leo inasema siri nzito ya dua hii ndani ya siku ya Ijumaa. Siri nzito ya dua hii ndani ya siku ya Ijumaa. Ndugu yangu Muislamu, leo ninakuletea dua adhim, dua kubwa. Nitakupangilia mpangilio mzuri, na dua hii kama utaisoma ndani ya siku ya Ijumaa, basi jambo lako lolote, shida yako yoyote, haja yako yoyote, utapomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu atakukidhia haja yako hiyo. Soma dua hii katika zile nyakati nzuri za dua katika siku ya Ijumaa. Moja wapo, kama utaipata salati subhi, basi kabla kuchomoza jua la asubuhi katika siku ya Ijumaa, ukifanya dua hii pale sio mbaya. La umechelewa, basi utakapoingia msikitini baada ya kuswali tahiyatul masjid kabla hutuba ya Ijumaa, basi unaweza ukaomba dua hii, kwa sababu ule muda wa hutuba huwezi kuomba dua. Lakini ukikosa hapo, basi nenda katika ule muda ambao maulama wanawachuoni wengi wanasema ndo muda ambao saatul ijaba, ndo muda ambao mara nyingi sana dua zinapokelewa na kukubaliwa, bimaana nyakati ya kutoka alasiri kwenda magharibi muda ule. Kwa hiyo nyakati hizi tatu basi unaweza kuzitumia vyema kabisa kwa kwenda kuiomba dua hii na kuisoma dua hii, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika maombi yako hayo. Twende nikakuelekeze sasa utaratibu wa kufanya na kuisoma dua hii. Ni nzuri sana, na ni muhimu ukaifahamu, ili mradi kwamba ukaisoma katika hali iliyokuwa nzuri kabisa, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi kwa kila lile ambalo wewe unalohitaji. Kwa mfano, shida yako labda wewe ni riziki zimekuwa ngumu, maskini ya Mungu, na hiki ndo kilio cha kila mmoja wetu kwamba maisha, riziki zimekuwa ngumu, basi unaweza ukatia nia kwanza, ukamwambia Mwenyezi Mungu, mimi haja yangu ni 1, 2, 3, kisha baada hapo kaanza kusoma dua hiyo. Au pengine wewe matatizo yako yapo katika ndoa yako inayumba, inaregarega, maelewano hakuna, basi unatia nia kwanza, kisha baada hapo unasoma dua hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pengine shida yako wewe upo katika nchi za watu, labda unahitaji vibali, mpaka leo vibali hujapata, maskini ya Mungu. Uko katika nchi za watu, kazi mpaka leo huna, unaishi maisha ya kubangaiza, basi unaweza ukalia na Mwenyezi Mungu na ukamwambia Mwenyezi Mungu, kisha baada hapo kaingia katika dua hiyo. Kadhalika wewe pengine ni mchimbaji, pengine wewe ni mkulima. Nikisema mchimbaji, maana kwa wachimbaji wale wa madini wale mara nyingi watumia gharama kubwa, lakini mara nyingine mafanikio yanakuwa ni madogo, basi unaweza kumwambia Mwenyezi Mungu, kisha baada hapo ukaingia katika utaratibu wa dua yako hiyo. Kwa hiyo kwa jambo lako lolote ambalo kwamba ni zito kwako, basi jambo la kwanza tia nia. Baada ya kutia nia utaanza na kuleta istighfar. Lakini ni vizuri sana wakati unaisoma hii dua, basi cha kwanza chukua udhu, uwe na udhu vizuri, alafu ndio unakwenda kusoma dua hii. Uchukue udhu vizuri, alafu ndio unakwenda kusoma dua hii. Na niwaombe, kama we mwenyewe kusoma huwezi, basi mtafute shekhe, mtafute mwalimu akusomee. Na kama eneo unaloishi hakuna ustadhi, hakuna shekhe, hakuna anayejua, basi mtafute hata shekhe akiwa mbali, mwambie akusomee vile vile. Kuna uwezekano yeye yuko sehemu nyingine na wewe sehemu nyingine akakusomea, wala haina shida katika hilo. Lakini vizuri uende katika ule mpangilio mzuri na katika hali ambayo kwamba iko sawa sawa. Twende sasa. Jambo la kwanza, unachukua udhu, bibana unatawadha kama unataka kuswali. Ukishachukua udhu wako tayari, unaelekea zako qibla. Ukishaelekea qibla tayari, unaanza kusema maneno haya mara 300, mara 300, mara 313, mara 313. Na ni mepesi sana.
unasema la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin. Narudia hapo, la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, Allahu 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 rabbi la ushriku bihi shay'an, Allahu 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 rabbi la ushriku bihi shay'an. Alafu nasoma ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith, watawakkalu ala Allah wakafa billahi wakila, watawakkalu ala Allah wakafa billahi wakila. Unarudia tena, la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, Allahu 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 rabbi la ushriku bihi shay'an, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith, watawakkalu ala Allahi wakafa billahi wakila. Sasa utaratibu wake uko hivi. Awamu ya kwanza unasoma mara 100, yani unasoma hivi, la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, watawakkalu ala Allahi wakafa billahi wakila. Ukimaliza maneno hayo mara 100, unakuja mara 100 unakuja unasoma haya dua hii. Unasoma ya Allahu ya Allahu ya Allah, ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman, ya Allahu ya Razaqu ya Allahu ya Basiru. Narudia tena, ukisoma hii la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, watawakkalu ala Allahi wakafa billahi wakila. Ukisoma haya mara 100, alafu nasoma ya Allahu ya Allahu ya Allahu mara 3, ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman mara 5, alafu ya Allahu ya Razaqu ya Allahu ya Basiru. Haya unasoma mara 10. Ukimaliza mara 10, unasoma tena haya la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, ya Allahu 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 rabbi la ushriku bihi shay'an, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, watawakkalu ala Allah wakafa billahi wakila. Ukimaliza hayo, unakuja kusoma tena maneno haya hapa haya. Unakuja kusoma tena maneno haya hapa haya. Unasomaje? Unasoma subhanal malikil quddus, subhana rabbil arshil azim, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati. Narudia tena, ukisoma yale mara 100 la ilaha illa Allah subhanal malikil, la ilaha illa Allahul malikil haqqul mubin, unasoma haya mara 10. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhana rabbil arshil azim, subhanallah al-azim wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hapo unakuwa tayari umesoma mara ngapi? Mara 200. Ukisoma mara ngapi hapo? Mara 200. Ukimaliza mara 200 hapo sasa unatia nia tena. Unamwambia Mwenyezi Mungu jambo yako, haja zako, shida zako, kila kitu. Ukimaliza hapo sasa ndio unakuja kusoma tena hii mara ngapi? Mara 100. Baada ya kusoma mara 100 ndio unakwenda kumalizia na dua hii. Acha nikumalizie. Lakini kabla sija kumalizia hii dua, ni kuombe kitu kimoja Muislamu. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 29. Naomba leo tumalizie ile sadaka yetu, michango yetu kwa ajili ya kamera. Pesa iliyosalia ni 1,70,000. Kwa hiyo leo tunaomba tupate watu 17 tuende tukamalizie zoezi hili, na watu 17 hawa kila mmoja atachangia shilingi 10,000. Na watu 17 hawa baada ya magharibi ya leo tutakwenda kuingiza katika dua maalum kwa wao kulifanya na kulitekeleza zoezi hili biidhnillah taala, kwa ajili ya kupatikana kamera ambayo itafanya kazi ya Mungu, itarekodi hutuba za Ijumaa, darasa mbalimbali itazileta, kamera yako ambayo umechangia.
Namba yetu ya simu ni hiyo hapo hiyo 0788905151, 0788905151, na Tigo ni 0773110001, 0773110001. Namba zote hizo jina nakuja Ali Athmani, Ali Athmani. Fanya hivyo inshallah, Mwenyezi Mungu atakufungulia na wewe mambo yako. Kwa hiyo ukimaliza mara 200 unasoma tena hii la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, wa tawakkalu ala Allahi wa kafa billahi wakila, wa tawakkalu ala Allahi wa kafa billahi wakila. Kwa maana inakuwa tayari mara ngapi hiyo? Mara 300. Ukimaliza hapo unakuja kusoma maneno haya. Unasoma ya Hannanu ya Mananu ya Allah, ya Hannanu ya Mananu ya Allah, ya Rahmanu ya Rahimu ya Allah, ya Razaku ya Ghaniyu ya Allah, ya Wahabu ya Fatahu ya Allah, ya Wahabu ya Fatahu ya Allah, ya Hannanu ya Mananu ya Allah, ya Hannanu ya Mananu ya Allah, ya Rahmanu ya Rahimu ya Allah, ya Razaku ya Ghaniyu ya Allah, ya Wahabu ya Fatahu ya Allah. Ukimaliza hayo ya Wahabu ya Fatahu ya Allah, unakwenda sasa hapo unahitimisha na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo nitakuletea salatul fathi. Hii salatul fathi ni nzuri ukisoma, kwa sababu inakwenda kufungua majambo yako, inakwenda kufungua mambo yako, inakwenda kufungua yale ambayo kwamba wewe kwa mikoa mazito, mikoa magumu, unakwenda kuyafungua biidhnillah taala. Mimi hapa nitaisoma mara 4, lengo langu na wewe uweze kuishika na uweze kuikamata, ambayo ndio utakwenda kuhitimishia dua yako hii. Kwa sababu nimesema dua hii, jambo la kwanza unaanza kutia nia, unamwambia Mwenyezi Mungu yale masaiba yako, yale majambo yako, alafu kisha baada hapo ndio unakwenda kusoma dua yako hiyo. Salatul Fatih ni hii. Unasoma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhlika al-Khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Narudia tena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi al-Fatih lima ukhlika al-Khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Narudia mara 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhlika al-Khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Unasoma hiyo mara ngapi? Mara 100, mara 100, mara 100. Lakini kuna jambo nataka niwakumbushe hapo vile vile. Inapendeza nikupe siri sasa dua hii. Dua hii utapokwenda kuifanya leo siku ya Ijumaa, jitahidi sana jambo hili Muislamu usilikose. Yaani jitahidi sana, kama utafanya jambo hili itakuwa umefanya kitu kimoja kikubwa, kitu kimoja kizuri, na wallahi lazim kuna 100% pengine dua yako ikapata majibu ya haraka sana kama utakwenda na utalifanya jambo hili biidhnillah taala. Kwa macho ya kawaida utaliona kama ni jambo dogo sana, lakini lina uzito mkubwa sana katika dua jambo hili. Jambo gani unalijua? Acha nikwambie, acha nikupe siri hii, alafu iwe ni juu yako wewe mwenyewe kutekeleza ama ukaacha. Siri yake ni hii. Si kama leo Ijumaa, chukua kisadaka chako chochote kile, aidha peleka msikitini au mtafute mjane, mtafute siji asiojiweza, walimu wa madrasa hawa, yote mmoja hadi yake hiyo sio nzuri. Toa kisadaka chako kile inshallah, alafu baada hapo fanya dua hii. Wallahi lazim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza akajibu maombi yako, akajibu dua yako kwa muda mfupi sana. Mwambie Rabbi, sina kikubwa lakini kidogo nilichokuwa nacho ni hiki hapa. Ukaana sehemu kuna kazi ya Mungu inafanyika, inahitaji nguvu, na wewe katia nguvu yako pale. Au kama sisi leo tunahitaji mchango kwa ajili ya kamera, ukasema hapana, mimi dua hii nataka nifanye bana, na mimi nachangia kamera hii, wallahi itakuwa umefanya kitu kikubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo ndio siri kubwa sana ya dua zetu kukubalika kwa haraka. Kwa leo tuishi hapa, tukutane kipindi kijacho.
na tukutane katika darasa lingine na wakati mwingine ujao wa adhkar na dua. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.